Mwanamume mmoja alimpa ombaomba chakula alichokuwa nacho mkononi, lakini yule ombaomba alikipiga picha kwa kutumia simu yake. Papo hapo chakula kile kiligeuka na kuwa sehemu mbili. Kabla ya yule mwanamume kuitikia lolote, ombaomba alimkabidhi ile simu. Alimwambia mwanamume huyo kuwa simu hiyo inaweza kunakili kitu chochote. Baada ya kusema hayo, alichoweka. Mwanamume yule alihisi kuwa huenda ni utapeli, hivyo akapiga picha gari la kifahari. Sekunde iliyofuata, gari lingine linalofanana nalo kabisa lilitokea kando yake. Mwanamume huyo alishindwa kusubiri na kuingia ndani ya gari hilo, lakini ghafla mwanamke mmoja alitembea kuelekea hapo. Alimuuliza mwanamume huyo kwa nini alikuwa ameketi kwenye gari lake. Mwanamume huyo alieleza haraka kuwa gari lake lilikuwa upande wa pili. Yule mwanamke aligeuka na kuliona. Alimwomba radhi mwanamume huyo kwa aibu, lakini mwanamume huyo aliona sanduku mkononi mwa yule mwanamke lililokuwa na alama ya matofali ya dhahabu. Alimuuliza mwanamke huyo ikiwa anaweza kulipiga picha. Mwanamke alikubali. Alipolifungua lile sanduku, mwanamume alipiga picha haraka. Mara tu mwanamke huyo alipoondoka, alinakili matofali yale yale ya dhahabu. Baadaye aliyachukua matofali yale kwenda kuyauza, na ikawa kwamba mwanamke yule ndiye alikuwa meneja wa duka hilo la dhahabu. Lakini mwanamume huyo alisema anataka pesa taslimu pekee. Mwanamke ilibidi awaombe wafanyakazi wake wakachukue pesa hizo. Alipofika nyumbani, mwanamume huyo alimwaga pesa zote kitandani. Hakusubiri, akazipiga picha kwa kutumia ile simu. Hivyo ndivyo alivyokuwa milionea ndani ya siku moja. Baadaye alienda kwenye duka makubwa, mall, kununua nguo. Hapo alikutana tena na yule mwanamke. Mwanamke huyo alimsaidia kwa shauku kuchagua nguo na akazilipia kwa siri. Mwanamume huyo alipogundua alihisi aibu sana. Alimuuliza mwanamke huyo ikiwa kuna lolote analoweza kusaidia. Mwanamke alimuomba amsindikize kwenda kuchagua zawadi ya kuzaliwa kwa ajili ya babu yake. Walipofika kwenye duka la saa, mwanamke huyo alivutiwa na saa ya toleo maalum, limited edition, lakini muuzaji alisema kuwa saa hiyo haikuwa ya kuuzwa. Mwanamke alihisi kuvunjika moyo sana. Wakati huo mwanamume yule alipiga picha ile saa kwa siri. Papo hapo aliinakili saa ile ile, akampa yule mwanamke na kutoa ombi moja. Alitaka kuona chumba cha siri cha kuhifadhia mali, vault, katika duka lake. Mwanamke alikubali. Walipofika kwenye chumba hicho, mwanamume alitoa simu yake na kupiga picha. Alipofika nyumbani, mwanamume huyo alinakili mara moja dhahabu yote iliyokuwa ndani ya chumba kile.